Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumlipa mkandarasi zaidi ya 96%. Na kwa mantiki hiyo ni kiasi kidogo sana ambacho kimesalia ili kuweza kumaliza kabisa deni. Hii ni pamoja na mkandarasi mjenzi na mkandarasi mshauri, kwa maana wale waliokuwa wakitushauri kuhusu mwenendo wa ujenzi wa soko la Kariakoo. Aidha, mtakumbuka kwamba leo utakapokwenda soko hilo, njia zake karibu zote zimefungwa, na zimefungwa na wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo ambao wameweka meza katika maeneo ya mabarabara, na kwa mantikio kuzuia uingiaji wa magari makubwa, kwa sababu utakumbuka bado kuna shughuli za uingizaji wa mizigo mikubwa ndani ya soko. Nitoe rai kama ambavyo nilitoa rai katika moja mkutano wangu juzi kwamba uongozi wa wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo eneo la Kariakoo waanze kufungua barabara hizi ili magari yaanze kupita, na mwisho wa siku soko litakapozinduliwa kusiwe kuna hitilafu ya aina yoyote kuhusu kuingia ama kutoka kwa barabara zinazoingia ndani ya soko. Wafanyabiashara hawa, wapo watu watakao niuliza watakwenda wapi? Wafanyabiashara wote na hasa hizi biashara ndogo ndogo katika lile soko jipya ambalo limejengwa, tumeratibu, management ya shirika la masoko Kariakoo wataeleza, tumeratibu kadri unavyozidi kupanda kuanzia floor ya kwanza kwenda mpaka floor ya 3 mpaka floor ya 4, kutakuwa kuna vijiduka vidogo vidogo ambavyo ndivyo ambavyo wafanyabiashara biashara ndogo ndogo watapanga bidhaa zao. Sasa natoa muda wa wiki 2 ili uongozi wa machinga katika eneo la Kariakoo waweze kukaa na wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo, wawaeleze kuhusu adhima ya serikali na namna ya kufungua njia, ili kila mmoja abebe mzigo huu kwa kufungua njia, ili mwisho lisije likawa soko ambalo halina tija kwa uwekezaji mkubwa ambao umekushafanywa sasa. Mwisho, kutokana na umuhimu mkubwa wa soko la Kariakoo, Mheshimiwa Rais pia alielekeza shirika la nyumba kuingia ubia na wafanyabiashara na wale wenye nia njema ili kuweza kuongeza zaidi huduma za maduka kwa wafanyabiashara. Nitumie nafasi hii kumshukuru tena kwa dhati Mheshimiwa Waziri wetu wa Ardhi Deo Ndejembi mbunge kwa kulisimamia hili vizuri na kikamilifu, na kwamba leo utakapopita katika maeneo yote ya Kariakoo utabaini kwamba Wizara ya Ardhi kwa kusaidiana na shirika la nyumba la taifa wamekwisha anza mchakato wa kuingia ubia na wafanyabiashara binafsi ili kuweza kujenga, cooperate na pengine kutanua zaidi huduma hii ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ina tatizo. Nina uhakika baada ya mwaka 1 au 2 mbele, ule ukosefu mkubwa sana, uhaba mkubwa sana wa maduka Kariakoo ambao ulikuwa unaendana na vilemba utaisha, kwa sababu maduka haya yatakuwa ni mengi. Lakini jambo jingine pia mtakumbuka pia Mheshimiwa Rais katika kutanua pia huduma, tulipata uwekezaji waliowekeza katika pale ilipokuwa stendi ya zamani ya mabasi Ubungo na kuzalisha kitu kinachoitwa East African Logistics Center, ambapo pale patakuwa pana maduka na muda sio mrefu patazinduliwa, ili pia kuruhusu huduma ndani ya mji wetu kazi kwa ukamilifu. Kuja na Kushoka Tools Manufacturers ni mabingwa na wabunifu wa bidhaa rafiki wa mazingira. Tumebobea katika kutengeneza majiko banifu yanayotumia mkaa mbadala na gesi, yenye uwezo mkubwa wa kutumika katika taasisi mbalimbali kama shule, vyuo, hoteli na hata majumbani. Kwetu utajipatia mashine zenye ubora wa kuzalisha mkaa mbadala, na pia tunatoa mafunzo ya uzalishaji wa mkaa mbadala ili kutekeleza kwa vitendo adhma ya serikali juu ya matumizi sahihi ya nishati safi. Tunauza mkaa mbadala usio na madhara kwa afya ya mtumiaji. Ni nishati safi na hauna kabisa moshi, unatokana na teknolojia ya utunzaji wa mazingira. Kwetu utaupata kwa bei ya jumla na hata rejareja. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 031 345 au 0754 431 522.
Pia waweza kufika katika ofisi zetu Mbezi stendi ya Magufuli, kwa Tabora mjini, kata ya Kiloleni, mkabala na gereji ya NBS.